Sifatu au nasema maalimu, andika hivi maalimu almuallimi maalimu almuallimi maalimu almuallimi. Tunaambia tuangalie sisi tunaangalia nini sasa? Ndio hizo maalimu almuallimi معالم المعلم المفيد. Alama, vielelezo, sifa za mwalimu mwenye kukupa wewe faida. Wewe mwanamke unataka kusoma dini yako, je, ni vielelezo vipi vinatakikana vionekane? Alama zipi zionekane? Sifa zipi awe nazo mwalimu ambaye ukisoma kwake utapata faida? Ndio maalimul muallimi, vielelezo vya mwalimu, alama za mwalimu almufidi, mwenye kukupa wewe faida, mwenye kutoa faida. Alama zake ni zipi? Utamjuaje? Maana umeambiwa muangalie. Sawa, simeambiwa inna hadha alilma din, hii ilmu ndio dini. Fandhuru amman muangalieni, angalieni kwa nani mnakwenda kusoma. Je, utaangalia nini kwa huyu anayekwenda kusoma kwake? Maana utaangalia alamat au maalim, sifa, vielelezo, alama za mwalimu ambaye ukisoma kwake utapata faida. Awalan, alama ya kwanza, sifa ya kwanza, kielelezo cha kwanza, an yakuna aliman, an yakuna aliman, awe ni mtu mwenye ilmu hasa. An yakuna aliman, awe ni mtu mwenye ilmu kweli, kuwa na ilmu. An yakuna aliman, awe ni mtu mwenye ilmu kweli, kuwa na ilmu. Asome kitabu cha Allah, asome sunna za mtume alayhi wasallam, ajue aqwalu salaf rahimahumullah, awe na ilmu. Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Kwa hiyo mtafuti mwalimu mwenye sura hiyo. Sifa ya pili, sifa ya pili, an yakuna salafiyan, huyo mwalimu awe ni salafi, awe ni mwenye kushikamana salafia. An yakuna salafiyan, awe ni mwalimu aliyeshikamana na manhaju salaf. Kama alivyosema Sheikh min ahli alilmi, achukue ilmu kwa watu wenye ilmu. Hiyo ahli alilm ndio ile sifa yani an yakuna alim. Sifa ya pili, an yakuna salafi, awe salafi, asiwe mtu wa bid'a, asiwe mtu wa bid'a, asiwe mtu mzushi katika dini, asiwe hizbu tahrir, asiwe sufi, asiwe ikhwani, asiwe kutubi, asiwe sururi, bali awe salafi, awe salafi. Hiyo ni sifa ya pili na kielelezo cha pili. Sifa ya tatu, kielelezo cha tatu cha mwalimu mwenye atakayekupa wewe faida endapo utasoma kwake, an yakuna awe huyo mwalimu ambaye waenda kusoma kwake
dha khuluqin hamidatin, au ina tabia njema. An yakuna dha khuluqin hamidatin, au ina tabia njema. Ni mwalimu ambaye unaenda kusoma kwake, wewe mwanamke unatakiwa uchague hilo jambo, au ni mwalimu ambaye ana tabia njema, awe mwanaume au mwanamke, awe ni mwalimu mwenye tabia njema. Hiyo ni sifa ya tatu. Sifa ya nne, an yakuna mujtahidan fil ibada, au nasema tu an yakuna mutaabbida, au ni mwenye kujipinda katika ibada. An yakuna mutaabbida, au ni mwenye kujipinda katika taa na ibada mbalimbali. Awe ni mwenye kuswali, awe ni mwenye kufunga, awe ni mwenye kutoa zaka kama na uwezo, awe ni mwenye kufanya ibada ya haji kama na uwezo, ibada zile mbalimbali, awe ni mwenye kuzitekeleza hizo ibadat. Ikiwa ni mvivu katika ibada, basi huyo ukisoma kwake hautapata faida. Kama anavyosema Abu al-Ali rahimahullah, kuntu arhalu ila ar-rajuli, mimi nilikuwa nasafiri kumfuata mtu masirata ayyam, masiku mengi, mwendo wa siku nyingi. Fa atafaqadu salatahu, kisha ninaichunguza swala yake yule mwalimu. Mkifika tunaangalia namna anavyoswali. Fa in ajiduhu yuhsinuha, ikiwa nitamkuta mwalimu huyo anaipamba vizuri swala na iswali vizuri swala, wa yuqimuha, na anaisimamisha swala kama inavyotakiwa, aqamtu alayhi wa katabtu anhu, mimi nakaa kwake na kuandika faida za kiilmu kutoka kwake. Wa in ajiduhu yudayyi'uha, lakini kimkuta mwalimu mwenyewe swala anaivunja ana swala anavyotaka yeye, rahaltu anhu, mimi ninaondoka na kumwacha mwalimu huyo, hanifai. Wa qultu, nasema hadha li ghairi salati adhi'a, kama swala tunaivunja basi kisichokuwa swala, yani mwenye kukivunja zaidi hana haja, hana mpango nacho. Sifa ya ngapi? Ya nne, ni yakuna mutaabbidan, au ni mwenye kupinda katika kufanya ibada mbalimbali. Sifa ya tano, an yakuna dha atharin hamidatin, au ina athari njema, au ina athari nzuri. Akiwafundisha watu, basi watu wanabadilika na kuwa msalafi, na si mtu anawafundisha watu alafu anakuwa hizbi, anakuwa mahizbi. Bali huyo mwalimu kabla hujamsoma, angalia athari yake anapowafundisha watu wanabadilika kuwa ni masalafi, au wanabadilika na kuwa ni mahizbi. Wakiwa ni masalafi, basi wewe kaa usome kwake, na ikiwa wanabadilika na kuwa mahizbi, huyo hakufai, lazima uchunge hivyo vitu. Hiyo ni sifa au ni faida ya pili, maalimul muallimi almufid, sifa na vielelezo vya mwalimu anayetoa faida, ambaye wewe atakupa faida. Ndio maana Sheikh akasema illa man tathiqu bidini, isipokuwa yule ambaye unamwamini katika dini yake, min ahli alilmi, kutokana na wanachuoni almarufina bilmanhaj as-sahih, wenye kutambulika, wenye kushikamana manhaji iliyo sahihi. Qala ta'ala, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wenye dhikri, watu wa dhikri, yani ahli al-Qur'an was sunna, watu walishikamana Qur'an na sunna, ikiwa nyinyi hamjui. Sawa. Faida ya tatu, faida ya tatu,